manunuzi ni makubwa na bodi nyingi zinafeli kwenye manunuzi. Manunuzi hapa ni makubwa serious. Kuna aircraft 17 trilioni ya pesa imekwenda. Tusipokuwa makini kwenye mambo haya yatatufelisha. Kule kuna manunuzi hiyo imesababisha, unaona manunuzi tu yameumbisha wale. Na ile pale nafikiri $40 million mengi. Kuna na yale mengine yalioumbisha kuna hapa kuna mambo makubwa zaidi. Kwa vile msipokuwa makini, mkiacha urafiki na mtu, mkisimamia tutafaulu. Ni jambo la ajabu maana mpaka nje waziri mimi nimekuja juzi nimeuliza kama angalikuja mtu ambaye hapendi kuuliza kama mimi, ile ndio biashara imeisha. Kwa sababu mimi nagusu na vitu napenda kuuliza, hao imekuaje? Sifeli. Na nyinyi leo tutashereheka hapa kuzindua bodi, baada ya mwaka kuna kuja nyingine. Twende tusimamie. Nendeni mkaisimamie hii, watendaji wasimamieni. Sasa hivi watawakombisi, watawafanyia hivi. They just watawapotezea wakati. Nyinyi mmepewa dhamana kubwa. Vinginevyo sio atataka kuwaini, masio wengi wana hiyo tabia. Sisemi huyu lakini wengi wana hiyo tabia ya kukushika. Wakishakushika kile jambo lao analeta hapa anazungumza unapitisha. Kila kitu kinachofanyika lazima uulize kimefanyika hivi kwa nini na cost ikoje. Vinginevyo tutakwenda tutazindua bodi, tutateua bodi na tutazindua bodi tena. Kuwa kwenye bodi si jambo la ufahari. Umekuja hapa kuisaidia taasisi. Watu wengi wakishakuwa kwenye bodi wanasikia raha. Toka jana napata email zaidi ya 200. Kila mtu anataka bodi. Nasema huo pumbavu sasa. Watu wanafikiri hapa ni pahala tu pa kuja kukaa. Samahani nimetumia neno gumu, naomba msamehe. Kila mtu anaandika message, mimi nataka mjumbe wa bodi. Pale unafikiri pahala pa kufanya mchezo. Pale mmekwenda kumsaidia waziri, mmeenda kusaidia taasisi. Kwa vile mimi nimefurahi leo nimepata heshima, lakini ningalitafuta resource person niangalie case study nyingi ambazo zimefanyika. Kwa nini bodi zinafeli? Zinafeli kwa sababu our own personal interest na tunashindwa kuicontrol. Kila mtu ana personal interest kwenye maisha. Asikudanganye, bila personal interest hakuna maisha. Lakini kuna limitation zake na kuweza kuzicontrol. Ukiweza kuzisimamia, heshima yako itakuwa pale. Ukishindwa kuzisimamia ndio leo utasikia umetolewa huku, umepelekwa huku. Bora utoke pahala lakini usio kwamba umezembea. Kwa sababu athari za kuzembea hazitakuja kwako. Hiyo ni uzembeaji unaifanya taifa ipate hasara kubwa. Kwa vile mimi nimefurahi sana, lakini naomba bodi ya ATCL mna kazi kubwa sana. Sisi kama bodi ambayo imezinduliwa leo na Mheshimiwa Waziri, tunamshukuru sana kwa kuizindua, lakini kama bodi tupo kuangalia shirika la ndege la Tanzania linafanya vizuri zaidi. Tunasema sisi tuna mpango au mkakati wa kuiona shirika letu likitoa huduma bora, huduma za uhakika na huduma salama, na vile kutimiza malengo na matakwa ya wateja wetu. Kwa hiyo tupo tukishukuru sana sapoti ya serikali kupitia Mheshimiwa Rais pamoja na waziri wetu wa uchukuzi na ujenzi, lakini zaidi sana kama bodi tunajikita na tutahakikisha kwamba shirika linakwenda kwenye hatua nyingine bora zaidi. Sasa leo Mheshimiwa Waziri alikuwa amekuja kuizindua rasmi bodi ili ianze kazi yake kama bodi mpya ya ATCL. La muhimu ambalo tulinisema katika utangulizi ni kuonyesha tunakwenda wapi. Cha kwanza ilikuwa kwamba tulikuwa na kipindi cha miaka 5 toka tumeanza utekelezaji wa huu mkakati au mpango wa kufufua ATCL. Na tulilenga zaidi kwenye kuhakikisha tunapata miundo wezeshi migumu na rahisi au soft and hard infrastructure kwa ajili ya kuhakikisha kwamba shirika linafanya biashara, shirika linaingia katika soko liwe la ndani na soko la nje, na kuonyesha kwamba sasa tunakwenda zaidi katika kujenga ushindani wetu, nguvu ya ushindani. Ndio tumepanuka sana na tunaendelea kupanuka katika soko la nje, hivyo kuhakikisha kwa kweli tuna uwezo wa kushindana hivi vitu ambavyo vitatuwezesha sisi tushindane
Mtu yeyote anayejua soko la anga anajua unapokuwa katika usafiri wa anga, ushindani uko katika aina mbili, ile competitive advantage, huduma yako na uwezo wa watu kupata tiketi zako, yani gharama zako ziwe za chini. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio kwa ujumbe wa management kwa Mheshimiwa Waziri.